Anatuhumiwa kujihusisha na kuhamasisha watu kufanya fujo siku ya kupiga kura, siku ya uchaguzi mkuu. Anatuhumiwa na kuhamasisha watu kuchoma vituo vya mafuta. Anatuhumiwa kuhamasisha watu kuwashambulia maafisa wa polisi na vitendo vingine vya vurugu kwa njia ya mitandao na njia zingine mbalimbali ambazo tutatoa ushahidi wake mahakamani. Na kwa sababu hizo, ndio kamanda, baada ya kufuatilia amekamatwa na jeshi la polisi na anahojiwa. Hiyo hapo bwana ni sauti ya Kamanda Muliro. Alikuwa anafanya mahojiano na mtandao Millard Ayo akiwa anadhibitisha kwamba ni jeshi la polisi ambao wameweza kumshikilia Niffer. Sasa just in case bana, kama ulikuwa hujui na kama ulikuwa hujapata taarifa, ni kwamba Niffer ameweza kukamatwa na jeshi la polisi na ametoa taarifa kamili kabisa kupitia barua hii ambayo ilikuwa ni barua ambayo imetoka kwenye kanda maalum ya polisi. Na sasa barua ilikuwa inasema kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tarehe 27 mwezi wa 10 mwaka 2025 majira ya saa 9 mchana eneo la Sinza Kumekucha limemkamata linamhoji Jennifer Bilikwiza Jovin mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Masaki Peninsula Kinondoni kwa tuhuma za kuhamasisha vurugu na kuharibu miundombinu katika maeneo mbalimbali jijini hasa siku ya kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025. Hatua zaidi za kisheria zinaendelea kuzingatiwa dhidi ya mtuhumiwa, na ni barua ambayo imetolewa na kamanda wa kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Sasa just in case bana, kama ulikuwa hujui, hizi ndio tuhuma ambazo anakamatwa nazo, na pia kwa mujibu wa sauti ambayo umetoka kusikia kutoka kwa Kamanda Muliro ni kwamba wana ushahidi wa vitu vingi, na kuanzia vitu ambavyo alikuwa amevipost kupitia mtandao wake ambao inakisiwa kwamba ilikuwa ni mambo fulani hivi ya kuhamasisha vurugu na kuharibu miundombinu ya maeneo mbalimbali ya jijini Dar es Salaam. Sasa Niffer bana ameweza kushikiliwa na jeshi la polisi, na mpaka sasa hivi hajatolewa taarifa nyingine tofauti na hii ambayo nimetoka kukupa kwamba amekamatwa na jeshi la polisi, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao pia walikuwa sambaza taarifa kwamba amekamatwa na watu wasiojulikana. Lakini sasa hii ni taarifa kamili kabisa ambayo imetolewa na kuonyesha kabisa kwamba yupo na ameshikiliwa na jeshi la polisi. Nadhani kwamba kuanzia leo tutakuwa tunapata maendeleo, tujue ni lini atakuwa anapandishwa kizimbani kwa ajili ya kwenda kujibu tuhuma hizo, lakini pia ni kama kutokopa na masuala ya dhamana na vitu kama hivyo. Anyway, inabidi uendelee kukaa karibu na channel hii hapa kwa ajili ya taarifa nyingi zaidi.